ni namna gani unaweza ukaanza kufanya design zako. Nitashare screen hapa ili tuweze kujadili mawili matatu na kuona ni namna gani tunaweza tukafikia hii game ya kuwa graphic design. Kitu cha kwanza kwenye graphic design cha kuwa nacho makini, tunasema hakuna kitu ambacho hakijawahi kufanyika. Karibu kila kitu kimewahi kufanyika. Sasa unatakiwa kujua ni namna gani ya kukiboresha kile kitu. Hicho yote inayohusiana na masuala ya graphics mwanzoni walishawahi watu kufanya. Kwa hiyo sasa hivi tunaendeleza pale ambapo zamani walishawahi kufanya. Kitu cha kwanza, kama utakuwa na note itakuwa vizuri zaidi. Kitu cha kwanza unapofanya design, unapaswa kutafuta inspiration kwa wale watu, either ni mfuatiliaji wao watu kwenye mitandao ya kijamii. Second, kuna baadhi ya majukwaa ambayo huwa yanapublish hizo kazi za sanaa, kwa maana kazi za graphic huwa yanapublish. Sasa ili uweze sasa kufanya graphics, unapaswa kupitia na kuona nini kila siku watu wanafanya. Kwa hiyo tutaanza kujua ni namna gani ya kupata inspiration za kutengeneza posters. Kwa maana leo tutaanza kutengeneza poster. Nitashare na nyinyi screen hapa. Hii hapa. Huku hapo mnapata vizuri. Sasa kitu cha kwanza ambacho unapaswa kujua ni namna gani ya kupata inspiration, ambapo kuna namna mbili za kupata inspiration na kuendelea, ila hizi namna mbili hizi zinatumika sana, ambapo namna ya kwanza kupata inspiration ni kupitia social media, kwa maana ya Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn na zinginezo. Huku unaweza kupata inspiration hususan kwa wale watu ambao ni wabobezi kwenye masuala ya graphics. Aidha unajua jina kwamba designer fulani anaitwa hivi, unaenda msearch Instagram, unacheki kazi zake anapozifanya. Namna ya pili ni kupitia majukwaa baadhi ambayo yanapublish kazi za sanaa, kwa maana graphics, ambapo jukwaa la kwanza inaitwa Pinterest. Kwa hiyo utaingia kwenye Chrome yako, then utaandika Pinterest. Nadhani mojawapo ya jukwaa ambalo lina posti kazi nyingi sana, watu wengi wanaofanya kazi za sanaa na posti ni Pinterest. Kama unavyoona, hii ni Pinterest yangu mimi, ambapo utaona kuna kazi nyingi za sanaa kwa maana ya graphics na baadhi ya pictures ambazo huwa napitia. Sasa unapaswa kupata inspiration ya kitu ili uje ukifanyie kazi na kukiboresha kutoka kwenye kitu kilivyokuwa mwanzo, au uchanganye kwa kutazama ideas kutoka sehemu mbalimbali ili uweze kupata kitu chenye ubora zaidi, kwa sababu hii ya designing kila siku vitu vinabadilika. Kwa hiyo kama sio mfuatiliaji na mpitiaji wa hizi design, hauwezi kujua muda huu watu wanafanya nini, muda huu watu wako wapi. Kwa hiyo unatakiwa ujue hiyo. Kwa hiyo sema labda tunataka kutengeneza poster leo hii, labda mtu mmoja wapo anaweza akasema labda tutengeneze poster kuhusu nini, ili tuweze kuona namna sasa hiyo inspiration ya hiyo poster. Karibu. Hello. Naona kimya. Sijui kama mnanipata vizuri au inakuaje.
basi tunaweza tukaendelea. Naona mmekuwa chini sasa, sijui kama mnanipata vizuri au bado nipo nyuma zaidi kwenye device lenu. Nadhani tunaweza tukasema labda tunataka tutengeneze posta, labda posta yoyote, labda tuseme posta labda inahusiana labda na masuala labda ya skincare labda, au yaani posta labda tuseme posta gani, labda tuseme saluni. Sawa, tutaona hapa labda tuseme saluni, unaandika saluni posta. Then hapa kuna baadhi ya posta utaziona vitu hapa. Kwa hiyo wewe utashuka kile ambacho unaona macho yako yanapendeza nacho, utatazama na kuona ni kipi unaweza kufanyia kazi au ni design gani ambayo wewe kama wewe umependezwa kuifanyia kazi. Kwa hiyo tutajaribu kuangalia kwenye baadhi ya posta ambazo ziko huku Pinterest zipo, and then utakapoona ile kazi yako ambayo unataka uifanyie, unaweza ukaichukua. Sawa, kwa hiyo labda tutaangalia labda ni posta gani tuifanyie kazi. Labda tuseme tuanze na hii hapa. Kwa hiyo unaiclick ile posta ambayo wewe unahitaji, unatamani uifanyie kazi. Hii unayoiona hapa, una click, and then after kuclick utakuja hapa juu utasema download. Kwa hiyo hiyo ni namna ya kwanza, unapaswa kutafuta inspiration ya kile kitu. Sasa tutaifungua hii posta yetu, tuone ni vitu gani muhimu ambavyo kwenye hii posta yetu tutapaswa kuvizingatia. Sasa kama unavyoiona hii posta hapa hivi, hii posta ina baadhi ya item ziko hapa. Sawa, nadhani kitu cha kwanza ambacho unatakiwa uwe nacho ni maneno ya kuyaandika haya hapa ambayo yameandika. Kitu cha pili utaona kuna picha hivi hapa. Lakini sasa kwenye design kuna miandiko tofauti tofauti kama unavyoona hapa. Kuna hizi text ambazo hizi tunaziita script, alafu kuna hizi text ya chini ambayo hii ni kama kilikuwa kichwa cha habari kiko hapa, and then kuna hizi text ambazo hizi labda tunaziita self. Kwa hiyo kitu cha pili ambacho unatakiwa kujua baada ya kutafuta inspiration ni namna gani ya kutafuta tunasema fold. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema miandiko. Ni namna gani ya kutafuta miandiko ambayo itatusaidia kwenye kuandaa kazi yetu. Kwa hiyo tukitazama hapa tutaona ni kama huyu mtu aliyekuwa anafanya hii kazi ya sanaa alitumia fonti 3, ambapo fonti ya kwanza ni hii hapa juu unayoona hapa ni script. Fonti ya pili ni hii hapa pia nayo ni script. Fonti ya 3 ni hii hapa na fonti ya 4 ni hii hapa. Kwa hiyo lazima ujue ni namna gani utapata fonti. Hicho kitu cha kwanza, ujue ni mwandiko gani utatumia, fonti gani utatumia. Kitu cha pili, ametumia picha. Lazima ujue hizi picha utazitoa wapi. Umeona? Kwa hiyo tuna picha 1, 2, 3. Hizo kitu cha pili. Then kitu cha tatu tunaona kuna color. Lazima ujue utatumia color gani. Ajue color gani, yaani nikitumia rangi nyeusi itaenda na color gani, nikitumia purple itaenda na color gani. Sawa? Kwenye swala la rangi, kitu cha msingi sana kwenye swala la rangi, unatakiwa kuepuka kutengeneza rangi ambazo zinashout kwa nguvu. Sawa? Then hasa hapo hapa chini hapa utaona kuna icon ziko hapa chini. Kuna hii hapa icon, hii ni ya WhatsApp, and then hii hapa ni ya location. Kwa hiyo tunaona kitu cha kwanza ni kutafuta inspiration. Namna gani unatafuta inspiration? Sasa tunaenda kufanya kitu cha pili. Sasa ili uweze kufanya design zako kwa mpangilio mzuri, tunasema ni lazima uvipange vitu vyako vizuri. Sasa tutakuja
kuanza na designing yetu. Sasa tunasema tumeanza designing, si ndio? Tumefanikiwa kupata inspiration. Sasa kitu kizuri ili uweze kuwa na design ambazo ziko organized, well organized, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya ni kutengeneza file na hiyo project yako ambayo unaifanya kwa muda huu hapo. Kwa hiyo tutakuja create file, tunakuja tunasema file. Tunachopaswa ni kuandika labda project inaitwaje, lakini kwa sababu sisi tunajifunza tutasema test project. Sawa? Kwa hiyo unatengeneza file and then hili file lako ndio litakalo contain material zako na kila kitu ambacho utakitumia. Kwa hiyo tukirudi kwenye hii picha, tulisema kitu cha kwanza tumetafuta inspiration, ambayo inspiration yetu tumeitoa wapi? Pinterest. Kwa hiyo unachukua hii inspiration yako unaiadi ndani ya hili file lako ili kuweka kumbukumbu. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza. Ukija ndani ya file utakutana na ile inspiration yako. Kitu cha pili ambacho unapaswa kufanya ni kama tulivyojadili kwenye hii inspiration yetu, kama kitu cha pili zitakuwa ni font. Sasa nakutajia tulianza na sehemu ya kupata inspiration, tulisema ni Pinterest au kwenye social media either Instagram, Twitter au Facebook. Nakutajia sehemu ya kupata font. Sawa? Sehemu ya kupata font kuna hizi website mbili ambazo ni maarufu kupata font. Website ya kwanza inaitwa Google. Unaandika Google ya Google then font. Hii ni website ya kwanza. Ukifunguka utaona kuna hii page ya kwanza hapa. Hii page hapa. Hii ndio inaitwa Google Font. Kwa hiyo utaingia kwenye hii page. Kwa hiyo hapa sasa ndo utaanza kutafuta fonti zako. Ndio mwaji. Okay mkuu, nilikuwa I don't know kama nilikuwa napitia changamoto peke yangu, maana nilikuwa sioni screen pale inaendelea. Ila sasa hivi inaonekana. Okay, sawa. Sasa tunaendelea. Pia hapa sasa hii ndo Google Font. Kwa hiyo hapa wewe utakuja sasa kutafuta font yako ambayo unaweza kuitumia. Aidha font yako unaijua kwa jina au unaweza ukaja ukawa unasisha kama hivi na kuona labda ni font gani ambayo wewe umependeza nayo unaweza kutumia. Lakini mimi naweza nikasema labda font hii hapa inaitwa Lato, nimependeza nayo. So unaweza nikaclick hii font inaitwa Lato, inafunguka kama hivi. Then ukiscroll chini utaona font hii ina font type kwa maana ya miandiko ambayo imepishana ukubwa. Tunaona kuna thin, kuna light. Hii ni namna tu ambayo mwandiko imepishana, lakini tunasema hivi, huku kupishana kwa hii miandiko kwa maana ya zile style, kuna mwandiko ambao unatumia kwa ajili ya kuandika vichwa vya habari, kuna mwandiko ambao unatumia kuandika vichwa vya habari vidogo, kuna mwandiko ambao unatumia kuandika vichwa vya habari vidogo zaidi, and then kuna mwandiko ambao utatumia kuandika paragraph. Unaona? Kwa hiyo hii font ina hizo type za miandiko hiyo, yani huu ni kwa ajili ya kuandika vichwa vya habari, huu ni kwa ajili ya kuandika font ndogo kama unavyoona, mpaka hii kubwa kabisa ambayo ni black, hii ya kuandikia kichwa cha habari kikubwa. Kwa hiyo ili kuipata font hii itaja kwenye PC yetu. Kuna sehemu hapa, baada ya kufungua tu font utaona kuna sehemu pameandikwa get font. Kwa hiyo tutaingia hii sehemu ya get font, then juu kabisa itakuletea option ya kudownload. Kuna button mbili hapa, then sisi tutachoose download all. Kwa hiyo download. Kwa hiyo font ya kwanza tumeipata, na tulikoipata tumeipata website inaitwa Google Font.
itakuwa vizuri kama utanote ili baadaye kwa matumizi ya baadaye. Kwa hiyo lazima ujue fonti unazitoa wapi na fonti gani ni bora kuitumia. Then website ya pili inaitwa DaFont. DaFont inaitwa. Kwa hiyo utaingia hii sehemu, unaona hapa pameandikwa DaFont hapa juu. Kwa hiyo tutaingia kwenye hii website, utaona iko hivi. Sasa utofauti wa Google Fonts na hii fonti na hii DaFont upo sehemu moja. Kwa mfano, unajua mimi nahitaji fonti ambayo ni script. Ukija DaFont juu kabisa hapa kuna hili jedwali. Hapa limeandikwa kabisa unayotaka sans serif zipo, serif zipo. Kwa mfano, ukiangalia ile inspiration yetu kuna huu mwandiko hapa. Huu mwandiko hapa juu kama unavyoona. Huu mwandiko unaitwa script font. Kwa hiyo ukija DaFont utatafuta sehemu imeandikwa script font. Ukitazama hapa juu kuna hutu tukichwa cha habari. Let me try to zoom. Kwa hutu tukichwa cha habari hapa juu. Ukiangalia kichwa cha habari hii kimeandikwa script. Sawa? Kwa hiyo ili kupata script utazikuta hapa, lakini script zimegawanyika kwenye makundi. Kuna calligraph, kuna scroll, kuna handwriting, kuna blast, kuna trash, kuna graphic, kuna old school, kuna vision. Sasa ukitazama huu mwandiko ulioandikwa hapa, huu hapa, nadhani mnaupata vizuri, upo juu kabisa. Mwandiko huu wenyewe tunaweza tukasema ni kama handwriting, kama uliandikwa kwa mkono. Kwa hiyo tutakuja tutasema tunaenda kutafuta mwandiko ambao ni handwriting. Kwa hiyo click sehemu ya handwriting, then ukishuka chini utaona hiyo mwandiko inatokea ambayo imekaa kwa muundo wa handwriting. Kwa hiyo tutasema let us try use this. So utakuja utasema download ili kuweza kupata hiyo font. Sasa ukisha download font, always ukidownload kitu, I know you understand, unaenda kukipata kwenye faili inaitwa download. Ukija juu hapa kwenye Chrome kama unatumia utaona kuna kadude za kudownload, then select moja ili uweze kwenda kwenye file. Kwa hiyo tutaenda moja kwa moja kwenye file, tutakuta zile fonts zetu ziko juu kabisa ambazo ziko downloaded. Process ni ile ile. Ili kutengeneza kitu ambacho kiko sawa, ni utachukua zile file na then kuzipaste kwenye ile file yetu ambayo tumetengeneza ili kuweka mpangilio ulio sahihi. Hata kesho unaporudia kuifanya kazi yako, wewe unajua vitu vyako uliviweka wapi na ulivipanga kwa mpangilio gani. Kwa hiyo tutakuja kwenye ile file yetu ndani tutaad ile font zetu. Kwa hiyo tukija kwenye file yetu tutakuta tuna ile inspiration, and then second tuna zile font zetu mbili ambazo tayari tumekwisha kufanyaje kudownload. Kitu cha kwanza nimetaja website ya kupata inspiration ambayo nimekwambia ni Pinterest, au unaweza kutumia majukwaa mengine kama Behance, kule kuna inspiration, and then unaweza kutumia social media either Instagram, Facebook, Twitter and LinkedIn utapata inspiration yote. Kitu cha pili nimetaja website mbili za kupata font, ambayo ya kwanza nimetaja Google Font na nimeonyesha namna gani ya kupata font, and then second nimetaja DaFont na kuonyesha ni namna gani unaweza download font kutoka DaFont. Hicho kilikuwa cha pili. Turudi tena kwenye inspiration yetu. Kitu cha tatu ni namna gani ya kupata picha. Umeona? Sasa kuna changamoto kubwa sana kwenye swala la kupata picha, kwa sababu kuna baadhi ya majukwaa ambayo ndio huwa yanapost hizi picha, lakini kupata hizi picha zinazotoka Afrika ni mara chache sana kwenye yale majukwaa. Nitataja majukwaa mawili ambayo utapaswa kunote kadri tunavyoendelea kutumia na kufanya mazoezi, tutakuwa tunatoa picha kuu. Jukwaa la kwanza ambalo unatakiwa kulinote, jukwaa hilo linaitwa Freepik. Jukwaa hili linaitwa Free and then Pick.
yani nimesearch hapa hili hapa, nadhani ukiangalia hapa juu, ukiangalia hapa juu pana hilo neno Fitik. Hili ni jukwaa kubwa zaidi la kupata kazi za kisanaa. Tunaweza tukasema tutype hapa tuone ni namna gani ambapo unaweza kutype na kupata hizo image. Kwa hiyo ukija sehemu hii hapa juu, sehemu ya type, utaandika ni picha gani unahitaji. Let's say tuseme tunatafuta picha ya mwanamke, tutaandika girl and then search. So jukwaa hili hapa lina picha ambazo ni premium na ambazo sio premium. Kwa hiyo jukwaa hili picha zake zinalipiwa na zipo ambazo ziko for free. Ukiangalia kuna hizi zenye kofia, hizi ni premium, and then kuna hizi ambazo ni free. Kwa hiyo unaweza click labda picha hii and then ukapata option hapa ya kudownload. Sasa sehemu hii jukwaa hili hapa, either unaweza ukasema ujilipie au ukawa unatumia ile sehemu ya kudownload kawaida usilipie. Kwa hiyo unaweza ukaja ukasema nataka hii picha hapa, ukaja ukadownload hapa, ukaclick download. Sasa kwa ambao hawajalipia uwaga inakuwa ina limitation. Kwa hiyo kama hapo utaona picha ya kwanza hii tume download kwenye hili jukwaa iko hapa, imeshakuwa downloaded. Sawa, hiyo ni njia ya kwanza kwa jukwaa hilo hapa. And then second, jukwaa lingine linaitwa Unsplash. Hilo ndio jukwaa letu la pili, linaitwa Unsplash, au unaweza kusema utumie jukwaa linaitwa Pixel. Pixel ni jukwaa ambalo lina picha nyingi zaidi. Kwa hiyo utakuja utatype Pixel and then utaona jukwaa hili limefunguka hivi. Sawa, kwa hiyo unaandika ile picha yako ambayo naona sharing yangu imeenda down, so let me check. Imeenda down. Nadhani hapo mnanipata, ndio? Karibu, unanipata hapo? Nakupata. Okay. Nakupata kabisa. Naona muaji kidogo mrefu. Naona labda na changamoto ya Pixel. Sawa. Hii naona ni vile vile, lakini hii Pixel zenyewe ni free. Picha zake haulipii, picha nyingi ni free. Kwa let's say kama tunataka labda Blackman. Kwa hiyo utatype sehemu ya search and then utaona. Lakini sasa majukwaa haya hayana picha nyingi zenye uhalisia wa huku East Africa au Afrika yetu. Kuna picha tu zipo ambazo ni quality, ambazo unaweza kuzitumia kwa matumizi mengine kwa ajili ya kufanya graphics. Lakini ili kupata picha ambazo kidogo unaweza kuzipata ambazo zina hiyo, either unaweza ukaja Google hapa ukasema tunahitaji picha za saluni. So tunakuja tunasema saluni. Sawa. Okay, naona zimekuja vimekasi, imekuja logo, tutasema saluni image. Saluni image. Sawa. Utaita saluni image, zinakuja picha. Let's say girl saluni image. Sawa, unaona hapa. Sasa ili tupate picha ambazo ni za watu weusi, tunaweza kusema black
Flat Geo Saloon image. Tutakuja hapa, tutasema tuje sehemu hii ya image hapa. Ukija hapa utaona baadhi ya picha. Sasa ili kupata picha ambazo zinakuwa Chrome, kuna hii tool inaitwa hapa, kuna hii sehemu hii inaitwa tool. Kwa utakuja hapa, utachagua, utaenda sehemu ya size ili kupata picha ambazo zinakuwa sawa. Utakuja hii sehemu imeandikwa large. Kwa uta click sehemu ya large and then utaona picha ambazo zimekuja ni quality. So let's say labda hii, uta click then utasubiri ifunguke ili uone je ni quality. Kama unavyoona ni quality, lakini ina watermark. So tutachagua picha nyingine, let's say hii, ndipo pia lenyewe naona ina watermark, au hii, lakini naona karibu zote hizi picha zinakuja na watermark, lakini you see the skin tone ina quality kabisa, yani picha ina quality to the 100%. Usisahau kuweka option ya kusema kwamba unataka picha ambayo ina quality. Kuja hii sehemu tu utasema unataka picha ambayo ni quality, like unavyoona hii picha. So uta right click tu and then utasema save this image, ambapo moja kwa moja ukisema save itakuletea sehemu ya download. Kwa hiyo ukitumia hiyo option ya kusema save picha quality, yani kuletea hiyo picha hiyo large, maana yake utapata picha ambayo ni quality. Hiyo ilikuwa ni process ya tatu, namna gani ya kupata picha. Lakini ili upate picha zingine unaweza ukaja sehemu, nasema ukaja sehemu nilionyesha mara ya kwanza Pinterest unaweza kupata inspiration ya kitu gani ufanye. Sasa unaweza ukaja Pinterest tena ukasema Geo Saloon labda, yani chochote kile ambacho wewe picha unaihitaji, unaandika kitu ambacho unataka. Kwa hiyo ukija utaona labda zimetokea saluni za wanawake, labda tutachagua hii picha ya ususi. Huko angalau kidogo unaweza kupata picha ambazo zina uhalisia na ule ambao watu wamesuka. Kwa hiyo then you can choose picha gani unaihitaji kwa ajili ya matumizi yako. Unaona, huku utakutana sasa na picha ambazo kidogo ukizitumia kule zinaweza zikaleta muonekano ambao ni tofauti. Kwa hiyo then tutacheck, let's say hii picha hapa, check as you see hii picha ina quality and then the skin tone iko okay. So unaweza kuichukua hii kama download. Unaona, ukaja utacheki picha nyingine, picha gani ni sawa ambao wewe unaweza kuitumia. Let's say tuone hii, japo watu wengi wachagua, mimi hawajasuka nyewe, unaweza kuchagua hii. Nadhani unaona the quality ya picha jinsi ilivyo. Kwa hiyo utachagua wewe tu ni picha gani ambazo unazihitaji and then uta download. Process ni vile ile, ili kutengeneza kitu ambacho kina mwendelezo sahihi. Hakikisha una organize vitu vyako kwenye file. Kwa hiyo tutakuja tutachukua hizi picha zetu tulizo download na kuja kuziweka hapa ndani. Kwa hiyo tumejipanga zote sasa kwenye file. Kwa file letu lina picha ambazo tutatumia na then lina font ambazo tutatumia na inspiration yetu. Sasa tukirudi tena kwenye picha, tulisema kwenye picha kuna hizi icon. Kwa hiyo je, ni namna gani tunapata icon? Kuna jukwaa ambalo lenyewe linafanya kazi ya kuhost icon tu. Kwa hiyo then utakuja utatype hii sehemu. Jukwaa hilo linaitwa Flat Icon. Hili hapa, nadhani naona hapa pameandikwa Flat Icon. Hapo kitazama Flat Icon. Jukwaa hili lina karibu icon zote unazozijua wewe. Kwa icon yote ambayo utahitaji kuitumia utazikuta sehemu hii. Kwa tutakuja Flat Icon. Ukija utatafuta icon yako unayoitaka. Tukiangalia kwenye inspiration yetu, icon tumepewa
hii hapa ambayo ni WhatsApp na hii hapa ambayo ni location. So utakuja hii sehemu ya start icon, utasema labda WhatsApp. Sasa kwenye utumiaji wa icon kuna sheria ambayo ni muhimu sana kuitumia ili kuonekana wewe ni professional. Unapotumia icon, kama unatumia icon ambayo ina uhalisia, let's say umeona hii ni icon ambayo ina uhalisia wa WhatsApp, basi icon zote utakazozitumia ziwe na uhalisia. Kama utatumia ya Instagram, iwe vile vile kama ya Instagram, lakini napendekeza hususan kutumia icon hizi zisizo na uhalisia wa ile social media yenyewe. Ndizo huleta muonekano mzuri, kwa sababu zitaendana na kala yako ambayo umeitumia. Kama unavyoona kwenye hii installation yetu, kala zilizotumika huku juu ndizo zilizotumika kudecorate hizi icon. So sheria ya pili kwenye kutumia icon, kama utatumia icon ambazo ni outline, yaani kwa maana hizi zenye stroke kama hii hapa, basi icon zote unazotumia tumia zenye outline. Kama unatumia ambazo ziko fill kama hii au hii, basi icon zako zote tumia hii. Tuseme hapa sisi tutatumia icon ambazo zina stroke kama hii. Bora tuta download hii, tuta press, yani unakuja, angalia nionyeshe tena. Unakuja hapa pana option hii ya kijani. Hii hapa ya kijani hapa, una click, inakuletea kuna SVG ambayo hii ni premium inauzwa, alafu kuna PNG ambayo ni free. Kwa hiyo click, tunahitaji PNG. So una click PNG, and then hapa kuna premium ambazo hizi unazilipia, unapata hizo icon kwa mwezi, and then kuna hii free. So sisi download free. So una click option ya download, then ikileta hivi, maana yake icon yako tayari iko download hapo tena. So ime download kwamba icon yako imefanikiwa kuwa download. Kwa hiyo icon ya pili pale ilikuwa ni location. So direct moja kwa moja tutasema location, then tutakuja kuchoose. Lakini kumbuka nani yako ya kwanza ile download ilikuwa na stroke, haikuwa free. Kwa hiyo unapokuja ku download icon nyingine, ili kutengeneza muonekano ambao utakuwa sahihi, unatakiwa uje download icon ambayo ni stroke. Kwa hiyo kama tu download ile ni stroke, basi tunataka tuchukue hii ya kwanza kwa sababu mwenyewe ni stroke. Kwa hiyo tutakuja sehemu ya kijani, ta click, tutasema download, and then hapo sasa tutakuwa tumepata icon zetu. Kwa hiyo utakuja sehemu ya file, utazikopi zile kama kawaida. Kitu cha msingi, zingatia kupanga mpangilio wa kazi yako vizuri, ili hata kesho au kesho kutwa wateja uwaga anapotea, unakuta baada ya mwezi anarudi anadai ile kazi yake kwamba ameipoteza na anahitaji tena. Kwa hiyo ukiwa na mpangilio mzuri wa kazi zako, hata kesho mteja anaporudi tena unajua unaanzia wapi. So tutachukua hizi tutazihamishia kwenye faili letu. Kwa hiyo hata kesho mteja anapokuja unajua faili la mteja wangu fulani nimelinoti fulani, nilitumia picha fulani, nilitumia icon fulani, nilitumia fonti fulani. Sawa? Kwa hiyo wewe sasa ni namna tu ambavyo utasave. Mimi naweza nikatoa mfano hapa, nikija kwenye PC yangu na faili ambayo limeandikwa job hili hapa. Hili lina mafaili ya watu wangu wote ambao mimi nafanya nao kazi, kama unavyoona hapa. Nimeanemu kwa majina, kwa maana mteja siku yote atakaporudi najua kwamba either labda tuseme na project na Beria. Kwa hiyo nakuja hii faili lake, hata akirudi huyu ni mtu ambaye mimi nilimtengenezea log. Kwa hiyo akirudi faili lake limekamilika, lina vile vitu vyake vyote vipo. Kwa hiyo najua naanzia wapi, logo zake nilitunza zipo. Kwa hiyo nakuwa najua mteja amekuja, kazi zake zote zipo. Kwa hiyo huo ndio umuhimu wa kutunza faili la mtu, unakuwa unajua kazi zake zote zipo. Labda nimesha project nyingine, labda Veritas, utakuja hapo utakuta kuna faili la event lipo, niliwatengenezea poster, imeseviwa, iko ndani. Then labda tuseme kipindi natengeneza logo yao, kuna faili hapa limeandikwa web ambalo lina kila kitu chao.
kuanzia logo itakavyo demonstrate, faili za project ziko ndani. Kwa hiyo hata kesho unamrudi kuanza kufanya naye project tena, utaona zile project tayari ziko organized, kuna sehemu ambazo ziko saved. Kwa hiyo unajua unaanzia wapi, ulikuwa unatumia nini kwenye zile project zake, ufanye nini kuweka sawa. As you see, logo zote zipo. Hata leo hii mimi tuliza presentation ambayo ulifanya kwa ajili ya mteja, hii hapa iko hapa. Kwa hiyo una uwezo wa kuifungua, naona kwamba hii ndio ilikuwa presentation ya mteja, iko hapa. As you see, ilikuwa ni baadhi ya michoro tofauti. Hii ilikuwa ni kama unavyoona diagram namba 1 inaelezea hii ilikuwa logo, abstract, nini, yote nimeziwekea maelezo. Hii ilikuwa ni logo namba 2, hii ilikuwa ni logo namba 3. Kwa hiyo ninavyokuwa baadaye mteja hata akirudi, najua naanzia wapi na mteja. Hii hapo kama mmenipata kwa hayo machache ambayo nimeelezea. Kama kuna mwenye swali, naomba kusikia swali kutoka kwake. Hello. Okay, basi kama hakuna mwenye swali, sasa naona muda wetu umesha kutupa mkono. Sasa natoa homework kwa maelezo ambayo nimetoa. Tutaenda tutatafuta hiyo inspiration huko, kama nilivyoeleza, somedeni kupata inspiration, and then second, kwenye hiyo inspiration utachukua, utaenda utaitafutia font, utaitengeneza kwenye file, utaziweka kwenye file, and then utatafutia picha zake, utatafuta labda kama kuna icon, utazitafuta, utaziweka kwenye hiyo file, and then utasend kwenye group. Then kesho tutaanza hiyo posti ya kwanza kwa kutumia inspiration ambayo uliipata, ili tuone namna gani tunaweza tukafikia ile hatua. Nadhani muda umetupa mkono. Somo letu tutaendelea nalo siku ya kesho. And then usiache kupitia link hizo ambazo nilikuwa nimekutumia, usiache kupitia ile channel kwa ajili ya kuendelea kujifunza zaidi. Tuna muda mchache sana usoma, sababu tulichoose 1 hour. Kwa hiyo kesho tutaendelea kuifanya hiyo posta yetu ya kwanza. Natumai nitarudi sasa kwenye group kuhamasisha watu kesho wote tuwepo, ili tuweze kufanya hiyo kitu. Basi kwa leo niseme nashukuru. Asante kwa wewe mlioshiriki kusikiliza somo letu la leo. Shukrani sana.